Kawa mbunge wa sehemu ya uwakilishi mbungeni ya Kibwezi West pale Makueni. Na najua kwamba kina mama wa kanisa la ABC kutoka Makueni wako hapa hii leo. Mheshimiwa Rais, nataka niongee mambo mawili. Jambo la kwanza, sisi tukiwa Wakristo tunakiri imani yetu kila wakati, lakini tunakumbushwa kwamba kila wakati tuende kwa kanisa ndio tukumbushane kwamba Yesu ndiye mwokozi wa maisha yetu. Na hiyo ni kuonyesha kwamba wakati tunakutana vile vile ni muhimu tukumbushane mambo ya mbinguni na vile vile mambo ya hapa duniani. Rais, wakati ulichaguliwa kuwa rais wa nchi ya Kenya, ni vizuri wa Kenya wakumbuke kwamba bei ya bidhaa ilikuwa juu zaidi. Nyinyi mnajua wakati rais alichaguliwa bei ya unga ilikuwa shilingi 1250, haijafika mahali tunataka, lakini ukweli ni kwamba rais amethibiti hii leo ni 1140 kufika 1160. Vile vile rais wakati ulichaguliwa bei ya dola, shilingi kwa dola, na kwa sababu tunatoa bidhaa nyingi za nje, ilikuwa shilingi kwa dola. Dola moja ya Marekani ilikuwa ni kama shilingi 160, 165. Umedhibiti uchumi hii leo kwa miaka 2.5 mfululizo. Exchange rate ya dola imekuwa a constant of 129, 130 shillings. Mheshimiwa Rais, vile vile serikali za pale mbeleni kila mwaka zilikuwa zinaandika walimu 5,000 kwa mwaka. Wewe kwa miaka 2.5 umeandika walimu 1,100, na najua kwa sababu niko kamati ya bajeti umeweka pesa ya kutosha mwaka huu watoto wetu ambao wamehitimu kama walimu another 24,000 waandikwe huu mwaka. Mheshimiwa Rais, niseme nisiseme, pale mbeleni mnajua shida moja kubwa ya Kenya imekuwa ni shida ya njaa. Na ukasema kwamba nchi haiwezi kuwa nchi huru kama tunaombaomba chakula. Na ukasema pale mbeleni tulikuwa tunapatia wale ambao wanasiaga unga pesa, tuna subsidize wale ambao wanasiaga unga. Na ukasema hiyo si akili timamu. Akili timamu ni kumuunga ule mkulima ndio aweze kuzalisha chakula. Bei ya mbolea ilikuwa shilingi 7,500. Wewe mwenyewe ukaeka policy, ukaipunguza ikawa shilingi 2,500. Leo Bishop umehubiri, ukasema kwamba mama alibadilishiwa mtoto, lakini akajikakamua ndio huyo mtoto wake arudishiwe yule ambaye alikuwa hai. Nataka niwaulize wanawake watu wa ABC na wa Kenya ambao wanatusikiza, tuna sababu nzuri ya kumuunga mkono huyu rais. Niwaulize, nyinyi mnataka kubadilishiwa ama hamtaki kubadilishiwa? Tumehubiriwa kwamba tusikubali kubadilishiwa. Nataka niwaulize wa Kenya, rais amefanya kazi, tusikubali kubadilishiwa. Niwaulize wanawake wetu, ukipewa amani na upewe vita, utachagua amani ama utachagua vita? Ukipewa maendeleo na porojo, utachagua maendeleo ama utachagua porojo? Bas, maendeleo ni Rais William Ruto. Maendeleo ni kuendeleza Kenya mbele. Ndiyo maana hata leo nimeona mmesema woman moving forward kutoa darkness. Na nikaamini kwamba hiyo ni ile ruwaza rais ametoa juzi ya Vision 2030. Nikimalizia Mheshimiwa Rais, Vision 2060. Nikimalizia Mheshimiwa Rais, nataka nikushukuru kwa sababu umetoa pesa ya kumaliza Thwake Dam 10.6 billion. Na hiyo Thwake Dam itasaidia watu wetu sana. Na najua katika mipango ya National Infrastructure Fund, shida yetu kubwa Machakos, Makueni na Kitui imekuwa ni shida ya maji. Na sisi tunaamini kwamba wewe ndiye rais ambaye atamaliza shida ya maji kwa jamii ya Wakamba. Nikuulize kwa heshima Mheshimiwa Rais, utusaidie mambo ya maji. Andomaitu mwe ini museo na mabinda onthe nitwa mukulia kwa ndaya mwasioka kola musiokete muboye musumbe ni muboya nitwa mukulia kwa ndaya ila twaweta maendeleo
twendo maende na maika kwanywe nabu nebo betuta ni mubea na mwe na mwathime.